kuwa nyoyo zetu zimejazwa chuki kupitia ndimi za wazazi. Hizi ndimi zimeifanya nyoyo za watoto wetu imekuwa kuangalia familia yao inawaangalia kama maadui. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumtakia rehma bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ni sisi kuhusiana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fausi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, nausia nafsi yangu na kukuhusieni nyinyi juu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thaniyan, na jambo la pili, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم، pindi mwanadamu anapoingiliwa na asubuhi, pindi mwanadamu anapoingiliwa na asubuhi, fa innal a'dha'a kullaha, hakika ya viungo vyake vyote, tukaffiru lisan ay tattahimu au tukallimu, viungo vya mwanadamu vyote anapoinuka asubuhi kuongelesha ulimi. Tukaffiru lisan, viungo vyote huongelesha ulimi, na hii ni katika miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Viungo vyako mwenyewe vinaongea, lakini wewe huvisikii. Vinaongelesha ulimi kwa kusema fataqulu lah, nasema kuambia ulimi ittaqillaha fina, muogope Allah kwetu sisi. Viungo vote vinazungumzisha ulimi, muogope Allah kwetu sisi. Fa inna nahnu bik, hakika sisi tuko na wewe. Fa in istaqamta istaqamna, endapo utanyooka basi na sisi tutanyooka. Wa in i'wajajta i'wajajna, na ukipinda basi na sisi tutakuwa ni wenye kupinda. Mtu anapokuwa mkweli mwili mzima, na yeye vile atakavyokuwa yosifika, huyu ni mkweli. Na akiwa ni muongo, basi haambiwi ni ulimi wake tu ni muongo, lakini yeye ni mzuri. La, yeye mzima hutiwa dosari kupitia ulimi wake, au husifika mwili mzima kupitia ulimi wake. Nataka katika wakati huu au dakika hizi chache tugusie kuhusiana athari ya ulimi kwa mwanadamu. Uqba ibn Amir alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, licha kuwa mwili mzima unatengea kuhusiana, yani mwili wako ukinyooka basi ulimi, au ulimi ukinyooka mwili umenyooka. La, licha hilo tu, bali maisha hunyooka ukiunyoosha ulimi wako. Ukiuchunga ulimi wako, maisha yote hunyooka, licha ya mwili tu. Hadithi ya Uqba ibn Amir alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man najat, kufaulu ni kupi? Mtu akitaka faulu kimaisha afanyeje? Sikiza huu wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila anayetaka kufaulu maishani, kila anayetaka kuwa mwema maishani, asikize haya majibu ambayo kwamba yanatoka kwa khairul bashar, Mustafa Habibullah sallallahu alayhi wasallam. Huyu sahaba anamuuliza, ya Rasulullah, man najat, kufaulu ni kupi? Faqala, Mtume akasema, amsik alayka hadha, akashika ulimi wake, kisha akasema, uzuie ulimi wako huu, zuia hiki. Ameshika ulimi. Cha kwanza, ukitaka kufaulu ulimi, chunga ulimi wako, sawa kwa uzuri, sawa kwa ubaya, chunga. Kabla hujasema fikiria, hata kama sio baya. Sio unataka kujenga nyumba basi watu wote wajua najenga mimi, wajua. Sio sijui unataka kununua gari, watu wote nataka kununua gari mimi. Una dili zako kazini, una biashara zako,
zuia ulimi wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia nini? Tufiche siri zetu. Anayetaka kufaulu azuie ulimi wake. Amsik alaika hadha. Sasa hilo ni kwa mubah, mambo ambayo kwamba sio haramu. Unataka kujenga, zuia ulimi wako. Kwenye haramu ndo zaidi na zaidi. Umemwona mtu sijui, usimsengenye, khalas, bainahu wa baina Allah. Unaweza mnasihi, huwezi, mwachilie mbali, chukia lile alilolifanya. Lakini usikae ukaanza kusema huku ukasema kule ukaenda. Amsik alaika hadha waliyas'aka baituk, naam, na ikutoshe nyumba yako. Nini maneno haya? Wanachuoni wametafsiri maana ya kwanza kuwa ikutoshe nyumba yako, yani uridhike kwa kile ulichokipata. Ridhika ulichokipata. Maana ya pili, lazimiana na nyumba yako. Zuia ulimi, lazimiana na nyumba yako. Sio wewe kutwa nzima uko nje, vitu hakuna vya maana, unajiingiza kwenye haramu. Lazimiana na nyumba yako. Hata wakati wa ugomvi, umekosana na ndugu zako, kuna fitna imetokea, sio kwa kuwa umekosana basi ukisikia fulani ameenda kule, pengine yule ameenda kunchafua, ngoja na mimi nende kasafishe mazingira. La. Waliyas'aka baituk, na ikutoshe wewe nyumba yako. Lazimiana na kwako. Waache watu nje waseme. Hujaanza wewe, wamemsema Allah subhanahu wa ta'ala, wakamsema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawasema masahaba na wema waliotangulia na watakaokuja, wote hawajasalimika na ndimi za watu. Lazimiana na nyumba yako. Wabki ala khati'atik, kisha lia juu ya madhambi yako. Ukitaka kufaulu, lazimiana na hizi. Ni principles ambazo kwamba mtu akiziweka amefaulu katika maisha yake. Ulimi zuia, una biashara zako kimya kimya, fanya, wacha watu washtuke umetajirika, wacha watu wagundue tayari umefungukiwa. Lakini kama wewe utaona kila mmoja umhadithie, hakuna sehemu utafika, sio kwa kheri, sio kwa shari. Kwa hivyo licha kuwa mwili istaqamna, licha kuwa mwili unanyooka na kuwa sawa, hata maisha ukitaka kufaulu, shikamana na kuzuia ulimi. Ulimi una athari kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Ni kiungo ambacho kwamba hakina mfupa, lakini kina madhara makubwa kuliko viungo vyenye mfupa. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia vitu vitakavyompelekea mtu motoni, aktharu ma yudkhilu an-nasa an-nara al-famu wal-farj, ni uchi na ulimi, vote vina mifupa na ndio viovu mno vyenye kumpelekea mtu motoni. Mtume akashika ulimi wake, bali katika hadithi nyingine anamwambia Muadh, thaqilatka ummuka ya Muadh wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Ulimi, Mtume anasema, na je, kuna kitu kinachowaingiza watu motoni? Watu wataingizwa kwa uso hivi, kama alivyoeleza Ibn Abbas, kichwa kitakuwa chini, mtu yuauelekea moto hivi, ataingizwa motoni kwa uso wake, mikono imefungwa na miguu imefungwa kwa nyuma, uso ataingia motoni kwa uso. Mtume anasema, na je, kuna kitu kitakachowaingiza watu motoni kwa uso zao kama ulimi? Ulimi si jambo dogo. Ukiutumia vizuri utakusafishia maisha yako. Ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameitaja katika Qur'ani kama neema, alam naj'al lahu aynayn wa ish wa lisanan. Allah kaitaja katika Qur'an na nini? Na ulimi. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Na ulimi umetajwa kwa jina, ulimi kama neema. Je, huyu mwanadamu hatukumneemesha na ulimi? Je, hatukumpa ulimi kama neema? Ukiutumia vizuri ni neema, ukiutumia vibaya
ni adhabu, nikma. Ukitumia vizuri neema, ukitumia vibaya ni adhabu. Sasa jichagulie ulimi wako. Kafa bilmar'i ithma an yuhadditha bikulli ma samia. Inatosha Mtume kusema, anatosheleza mtu kuwa ni muovu au ni muongo. Katika riwaya nyingine, kila anachosikia anataka kuzungumza, hata kama hajadanganya. Mtume anasema huyu ni muovu. Wewe kila unachosikia wataka useme, kila unachosikia wataka useme huyu ni muovu. Kila unachosikia, sio kila unachosikia sema. Sikiza mengine, puuzia mengine, hata ukiweza pia usisikize. Ni neema kubwa kwa Muislamu akiweza kudhibiti ulimi. Ulimi wa mwanadamu inaweza kutumika kama silaha na inaweza kutumika kama kinga. Nikisema hivi nakusudia kinga za fitna. Endapo mwanadamu atauzuia ulimi wake, anaweza kusuluhisha mingi na akakinga fitna za watu wengine, zisimjie au zisidhuru familia au zisivunje familia. Na endapo atautumia vibaya, anaweza kuua umma. Leo ni wangapi tunasalitishana sisi kwa sisi? Umemchukia fulani, nasikia mtu sijui ameenda wapi huko, ameenda kumsingizia yule gaidi yule nini, maskini kumbe ni ugomvi tu yeye na mwenzake. Fanya mtu pengine anafatiliwa, anasumbuliwa, hana chochote. Nini ugomvi? Au unaenda kumsingizia mwenzako mchawi, mshirikina, nini? Kwa nini ugomvi? Basi akashindwa kuzuia ulimi wake, akaingia katika kuwatuhumu ndugu zake. Na kuna mwingine akasikia neno, akajua wazi hili neno nikilisema navunja familia, na bado akasema, akavunja familia za watu na kufanyaje. Na saa nyingine wingi wetu hatujui kama tunavunja, tunaona kana kwamba tunapenda au tunatengeneza. Mtu mwenye anaishi na mkewe vizuri, neno moja tu, mkeo mbona siku hizi ameanza mazoea na fulani, basi mume akawa yuaishi hana tena furaha na mkewe, akijua kuwa huyu kuna kitu yeye na fulani, pengine hakuna chochote. Lakini lile neno moja la kusema, mbona mke wako siku hizi yatoka sana, na hebu muangalie, namuona na mazoea sana na mtu fulani. Mume ikawa sasa anaishi na shaka kwenye kifua chake, akijua kuwa mke wangu ana mazoea au mahusiano na mtu fulani. Au mwanamke amekaa mwenye nyumbani vizuri, maneno tu, ukuja mtu, wewe naye paka leo na makochi haya, basi kashatia ugomvi wa yule mke na mumewe bila yeye kujua. Anaondoka mke sasa, anakuwa king'ang'anizi, makochi yabadilishwe, majlisi zitolewe, hizi kutoka lini tunazo, na walikuwa wenyewe hata makochi hayawadhuru wala hayafanyi nini. Neno moja tu, wewe na mpaka leo haya makochi. Basi neno linaweza kubadilisha mazingira tofauti, yakamletea mtu mazingira mengine mapya ambayo kwamba yakaja kumdhuru au yakaja kufanyaje, yakaja kumnufaisha kupitia neno au kupitia ulimi uliotumika pale. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ukitaka kufaulu, amsika alaika hadha, zuia ulimi wako. Na kuzuia ulimi kuna dhamana kubwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Licha kuwa kuna ahadi umepewa ya moto asiyezuia ulimi, na mwenye kuzuia ulimi akaahidiwa ahadi kubwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema katika hadithi nyingine, man yadhman li ma baina lahyaihi adhman lahu aljanna, mwenye kunidhaminia kuwa ataweza kudhibiti ulimi wake, mimi namtakia dhamana ya pepo. Sikiza, dhamana ni ya kitu gani? Nani anayechukua dhamana hiyo? Anayechukua dhamana ni Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Anachukua dhamana ya nini? Dhamana ya kukutakia mimi na wewe pepo. Yeye ndo anachukua dhamana hiyo. Kwa kitu gani? Kwa ulimi. Mwenye kunichukulia dhamana kuwa atauhifadhi ulimi wake, na mimi namuahidi kuwa nitamchukulia dhamana ya pepo, apate pepo. Ulimi. Kusanya ibada utakazozikusanya kwa wingi kweli kweli, lakini kama ulimi wako huuzuii, ibada zote zitaangushwa. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletewa habari ya yule mwanamke fulani, aliambiwa mwanamke huyu, yani alielezwa kuhusiana min kathrati salatiha wa siyamiha wa ibadatiha, huyu ana swala nyingi, ana saumu nyingi, ana ibada tele mwanamke huyu, lakinaha illa yake ni moja tu, tu'dhi jaraha bilisaniha, anamuudhi jirani yake na ulimi. Fahamu huko nyuma anaambiwa nini? Ana swala nyingi, saumu nyingi, ibada nyingi. Mtume anasema hiya min ahli an-nar, mwanamke huyo ni wa motoni. Walakinaha tu'dhi jaraha bilisaniha, lakini ana desturi ya kumuudhi jirani kwa ulimi. Mtume anasema huyo ni wa motoni. Ibada na nini zote zimeporomoka kwa ajili ya nini? Ulimi. Ulimi, ulimi, ulimi. Na ukiuchunga vile vile, Mtume akaelezwa kuhusiana na mwanamke mwingine, hana ibada nyingi, chache na nini, ibada zake yani anafanya za wajibu, si mtu wa kuzidisha ibada nyingi, lakini hana maudhiko na jirani wala na kuudhi watu na ulimi. Mtume akasema hiya min ahli aljanna. Yule wa kwanza hiya min ahli an-nar, ni katika watu wa motoni. Wa pili min ahli aljanna, ni katika watu wa peponi. Ulimi. Swali wajibu wako, alafu zuia ulimi. Si kila kitu lazima useme. Laisa kullu ma yu'raf yuqal, sio kila unachokijua ukiseme. Sasa angalia ulimi, unaweza kuporomosha ibada zote hizi kwa ajili ya nini? Ulimi. Vile vile ulimi unajenga, kama tulivyotangulia kusema, mwili unanyooka, mtu anapewa pepo. Bali Mtume kaufungamanisha Uislamu wa mtu na ulimi wake. Alipokuwa anaulizwa nani Muislamu, Muislamu nani? Akasema almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu ni yule ambaye kwamba husalimika Waislamu wengine kupitia ulimi wake na mkono wake. Ikiwa wenzako hawasalimiki na ulimi wako, jua Uislamu wako una matatizo. Sasa Mtume anaufungamanisha Uislamu na ulimi. Usiwe mfidhuli, usiwe mwenye kutukana, usiwe mwenye kupenda fitna, usiwe mwenye, yani jishughulishe na dhikrullah. Una cha kusema, leta istighfar, leta dhikrullah, soma Qur'ani, jishughulishe na mema. Si lazima uongee. Ukikaa sehemu sio lazima uongee, nyamaza, sikiza, unafaidika zaidi kuliko kuongea. Ukiwa unaona hapa kunazungumzwa mtu, jamani, kuna nini bwana, tujipatie dhambi, hata nini naye, nyinyi simamjua, khalas basi. Sasa unakuta sehemu watu wanakaa wanamuongea mtu mmoja, kila mmoja yuongea baya. Sasa kama nyote mwamjua ni mbaya, kuna haja gani ya kuendelea kuhadithia mabaya? Sote twamjua, kuna haja gani mwajitia madhambini? Mtume alipoulizwa manil muflis, alipouliza masahaba Mtume, hivi mwamjua aliyefilisika ni nani? Wakasema almuflis fina, naam, aliyefilisika kwetu sisi. Masahaba wanasema sasa, man laysa lahu dirham wala dinar wala mataa, mtu ambaye kwamba hana pesa, hana vitu, mtu maskini tu, njanja. Mtume akasema almuflis fi ummati, yule aliyefilisika katika umma wangu, man yati yauma alqiyama, yule atakayekuja siku ya kiyama, ana swala nyingi, ana saumu nyingi, ana sadaqa nyingi, ametoa mipesa, lakin qad dhalama hadha wa shatama hadha wa safaka dama hadha ila akhir alhadith.
Mtume anasema aliyefilisika kwa umma huu ni yule atakuja siku ya Kiyama ameswali kweli kweli, amefunga kweli kweli, ametoa mipesa sadaka na zaka, lakini amemdhulumu huyu, akamtukana huyu, akamwaga damu huyu. Moja kati ya vitu vilivyotajwa a'malu lisan, kazi ya ulimi itakuporomoshea zote mpaka utakuwa umefilisika. Tunaelewa maana kufilisika? Yaani ni mtu alikuwa na vitu vingi lakini vote vikampotea kwa ajili ya ulimi. Na hapa ndipo tunapotakana kuchukua tahadhari hii nyumbani kwa wake zetu. Sisi tuna tabia, tunaona kuwa huku kusema ni tabia ya kike. La, sio tabia ya Muislamu abadan, sio wa kiume, sio wa kike. Usikubali wewe umekaa usiku na mkeo, badala ni wakati ima ulete dhikri ama ulale, wewe ndio wakati wataka mkeo anze kukutajia huyu sijui yule, unasikia fulani, unasikia kadha, unasikia hivi. Imekuwa ndo wakati wa usengenyaji kabla kulala. Hivi uogopi wewe kuwa mwanadamu akilala roho yake uchukuliwa? Huogopi wewe utachukuliwa hali ya kuwa msengenyaji? Huogopi wewe maneno yako ya mwisho badala kuwa la ilaha illallah? Leta adhkari za masaa, adhkari za jioni, leta. Soma Qur'ani, soma ayatul kursi, soma dua ya kulala, ulale. Lakini la, atakakae na mkewe, wamzungumze huyu, wamzungumze yule, wani bwana. Kama hakuna cha watoto kuzungumza na kuhusiana familia, basi khalas, funga. Sio lazima tuongee kuhusiana watu sijui nini, imeenda hivi, imeenda la. Au pengine kawa jioni ndio wakati wa watu, baba pengine hafanyi, lakini binti yake na wanawe wamekaa wanasengenya watu, naye amekaa pale na remote yuangalia, mbona leo hakuna watu huku sengenya. Man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani. Utaulizwa kuhusiana ulimi wako, kwa nini wanao na mkeo wanasengenya na wewe umekaa pale? Kataza na mkono huwezi. Ulimi unanyoosha familia, unanyoosha nyumba. Utaulizwa. Sasa katika jambo la kufungia nao ni kuwa kuna masikitiko makubwa sana ambayo kwamba yanatokea saizi. Watoto wetu wenyewe wakawa wanawasema na kuwasengenya ndugu zetu wenyewe, sisi tukiwepo. Ulimi kawa binti yako au mwanao wa kiume au mkeo anamzungumza ndugu yako kwa kuwa mumekosana. Saizi wazazi wote ukosana, kila familia utasikia mzazi fulani na fulani kuna hawaongea, lakini basi tu kwa haja, lakini bado ule ugomvi uko kwao. Nini? Nyumba fulani walikosana, walikuwa sijui sharika ama sijui walikuwa ule mirathi ya babu, ndo paka leo bwana, toka wakati ule basi haijakuwa ule ugomvi. Sasa wakarithishwa watoto kupitia ulimi. Baba akawajaza watoto wake chuki. Sasa ikawa pale nyumbani ami yao au shangazi yao hamalizwi kusemwa pale, kila siku yasemwa. Akifanya kitu tu yasemwa, akipita yasemwa, akinini yasemwa. Ikawa tumewasalitisha watoto wetu na mashangazi zao au maami zao au wajomba zao au maanti zao, mama mdogo ama mama mkubwa wenyewe wanavyoita. Sababu gani? Tumewajaza watoto wetu chuki kupitia ulimi wetu. Hivi mzazi, kwa nini usikae na mwanao? Yaliyotokea yameshatokea, wewe na ndugu huyo, yameshapita. Mwambie mwanao, wala taziru waziratun wizra ukhra. Hakuna mtu atabebeshwa mzigo wa mwingine. Huu ugomvi wa mimi na mimi yako haukuhusu kabisa wewe, wala hutaulizwa. Hizi fikra za kimagharibi hebu tuziwacheni. Fikra za kuambiana kuwa mtu asipokupenda wewe hampendi mwanao, au mtu asompenda mwanao hakupendi wewe. La, ni wangapi walikuwa katika swafu moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na baba zao makufari huko, washirikina wakubwa?
lakini akiwapenda wale watoto zao kama watoto wake. Yametoka wapi haya mambo kwa kupenda wewe hampendi yule, hampendi na yule, ukakusanya familia nzima sote hatupendi kwa ajili ya ugomvi wako wewe na nduguyo? Mwambie mwanao, Allah hatakuuliza kuhusiana ammi yako na mimi. Ikiwa mimi ndo nimemdhulumu ammi yako, basi hutaulizwa, na ikiwa ammi yako amenidhulumu mimi, hutaulizwa. Lakini fahamu kitu kimoja, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ya Umar, ama ta'rif anna amma ar-rajul sinu abi, hivi wewe Umar hujui kuwa ammi yake mtu sinu abi? Qala an-Nawawi mithlu abi, hivyo hujui kama ammi yake mtu ni sawasawa na baba yake. Baba akifa, mtoto analazimika, ni wajibu kumtendea wema ammi yake. Atamtendea vipi ammi yake baada ya kufa kwa babake, hali ya kuwa baba alishamjaza chuki nyingi kuhusiana na ammi yake? Qala al-Munawi anasema rahmatullahi alayhi, fata'dhimuhu ka ta'dhimihi wa idha'uhu ka idha'ihi, kumuudhi ammi kisheria inahesabika kama umemuudhi babako mzazi, na kumfurahisha mbele ammi yako mbele ya Allah ni kama kumfurahisha babako mzazi. Mwambie mwanao, huyu ammi yako kweli tumeteta, lakini huyu tukiwa wadogo, mkumbushe fadhila za wewe na ndugu yako. Mimi na ammi yako tulikuwa tukitoka hapa tukenda kuvua sijui wapi, tukenda kucheza kule, tulienda sehemu akapigwa sijui, tukapigana kweli kweli kule, mimi na yeye. Sikubali, mimi nilikuwa nikimwona akipigwa yule, mimi na yeye tulikuwa hivi. Basi imepita tu shetani baina yetu, lile ovu lizungumze kama basi tu, basi yamepita baina yetu, lakini mimi na yule tumetoka mbali na ammi yako. Mpendezeshe yule mwanao ammi yake. Akimuudhi ataulizwa na Allah, kwa nini umemuudhi? Awajua huyu na babangu walikuwa, haisabiki mbele ya Allah, haisabiki yeye na babako. Wewe utaulizwa kwa nini ulimuudhi ammi yako. Vile vile Mtume anasema al-khala bimanzilati al-um, mwambie mwanao, wewe sikiza, mamako na shangazi na nani na dadake wawe waliokuwa nayo, lakini Mtume anakuambia shangazi ni mama. Al-khala bimanzilati al-um, anaitwa anti, ndugu yake mama. Anti yako ni yuko manzila na mama yako. Ukimuudhi anti yako umemuudhi mama yako, hata kama wana ugomvi baina, wewe hutaulizwa. Wewe mtoto hutaulizwa kuhusiana anti yako, kwa nini mamako na anti yako walikosana, bali utaulizwa kwa nini hukumtendea wema anti yako, utaulizwa. Mtume anasema al-khala bimanzilati al-um, ndugu yake mama yuko katika manzila moja. Ukimuudhi unahesabika kama uliyeudhi mzazi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatendea wema mahale zake, ndugu zake mamake, kisha akisema maneno haya, mtu akifiliwa na mama yake, mama aliyebakia ni ndugu yake mama. Lakini tutawatendeaje wema hali ya kuwa nyoyo zetu zimejazwa chuki kupitia ndimi za wazazi? Hizi ndimi zimeifanya nyoyo za watoto wetu imekuwa kuangalia familia yao, inawaangalia kama maadui. Yule ndugu yake mamako, Mtume anasema ikiwa kwa yule ambaye kwamba pengine mamake amefariki, yule ndo mamako sasa, ana chochote anaugua, muangalie, ana nini jema unaweza kumfanyia, mfanyie, amekuita itika, yule ndiyo mama yako. Al-khala bimanzilati al-um. Lakini yote haya yanakuja, tunakhalifu hadithi za Mtume, tunazienda kinyume. Kwa nini? Bialsinatina, kwa ndimi zetu. Haya yote ni mazao ya ndimi, yale nyuma kule yaliyojazwa chuki na bughdha na nini, yote kwa nini? Kwa ndimi za wazazi. Ewe mama, kila mzazi wa kike anayesikia haya, mwite mwanao, mhadithie mazuri ya wewe na dada yako,
kweli yule amenidhulumu, nini, lakini hata tukikuchukua saizi tukakupeleka kotini ukapewa haki yako, je, unaweza kupewa haki yako vizuri zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala atakavyokupa? Hawezi kupewa zaidi atakavyokupa Allah. Kwa hivyo muachie Allah, khalas. Unaweza kumsamehe, msamehe. Uwezi, muachie Allah, lakini mwambie yule mtoto Uislamu unasemaje. Usimwambie chuki, mwambie Uislamu unakwambia wewe yule ni mama yako. Umepata vitu, shika, mpelekee shangazi yako, mpelekee ammi yako. Shika, umepata saa nyingine zawadi, mtembelee, nenda ukamsalimie, mbusu ammi yako kichwa, mtendee wema. Hakika Allah atakuuliza. Sisi tunaona wepesi, lakini kiuhalisia tunawachimbia watoto wetu mashimo ya moto siku ya Kiyama kwa ajili ya kukhalifu amri za Mtume na kujibebesha bughdha, kuziweka mbele. Hata kama hadithi imekuja potelea mbali, hata kama nini potele, la, haimuhusu. Mwache yule mtoto. Ajabu, leo wazazi wao wanagombana, alafu hawataki watoto wao wagombane wakiwa wakubwa. Hivi angalia ile chuki baina yako wewe na ndugu yako, alafu hebu muombe Allah awape watoto wako ile chuki. Hakuna mzazi ataomba. Kwa nini? Hataki. Na wale pia ni ndugu. Kama vile unavyosikia uchungu undugu wa watoto wako, sikilia uchungu undugu wako wewe, alafu mvutie picha baba yako. Hivi kweli baba angefurahi haya leo tuliyoko nayo sisi? Ikiwa sivyo, basi rudi nyuma, msamehe nduguyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwa ajili ya mzazi wako. Baba wallahi asingependa haya, baba asingefurahishwa, hakutulea hivi. Ni sisi tu, shetani ameingia baina yetu na nini. Kuna zaidi ya Yusuf na ndugu zake? Ametupwa kwenye kisima, baada ya kuwa amekuwa hai ndani ya kisima, wakamchukua wakamuuza, akawa mbali na baba yake ambaye ni nabii, akawa mbali mpaka anakuwa mtu mzima. Wewe uko na familia yako alhamdulillah, lakini umeweka ile chuki, yani ile la. Hebu hadithianeni mema. Ulimi mnapohadithiana wema au hata kuambiana zuri tu hujenga mapenzi. Ulimi ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Je, niwajulisheni kitu ambacho kwamba mkipeana mutapendana? Toleaneni salamu. Hii ni kazi ya ulimi. Kile kitendo tu cha ulimi kupeana salamu, basi vipi ikiwa munakaa munasalimiana, munazungumzana mazuri, siku mumekutana mbele ya watoto wa ndugu yako, mbele ya wanao ndugu yako akiweko, hata kama kuna utesi, wakumbushe, baba yenu na mimi kuna siku tulikuwa hivi, tukiwa wadogo sisi ilikuwa tusikii, ubabako ashanipeleka wapi, tushaenda tukarudi. Tumia ulimi kujenga nyumba, usitumie kuvunja nyumba na mioyo. Unapotumia ulimi wako kuvunja, utavunja, na unapotumia ulimi wako kujenga, utajenga. Hata kama yule ndugu alikuwa na bughdha sampuli gani, kadri akiona ukikaa na wanawe unazungumza mema, yeye asipoongoka akarudi katika usawa, wale watoto wake wataliona, ammi yetu yatupenda, yule ammi yetu hana ubaya, mwenye ubaya ni huyu baba yetu. Wataliona tu wenyewe watoto, sababu watu wanaenda wakikua, hata kama sio wote, mmoja, wawili au wote, au pamoja na baba yao nduguyo, wataliona, wataona kweli yale yameshapita, tuachane nayo. Lakini tukiendelea hivi hivi tukaona kuwa kubeba bughdha ndo uzuri, kuchafuana kwa ulimi ndo uzuri, basi tutaishi maisha yetu ambayo kwamba hatuna radhi za Allah wala mtume wake, na siku ya Kiyama tunakuja tuna madhambi sisi, tuna madhambi watoto wetu, tuna madhambi ya ulimi, tuna madhambi ya kusengenya, tuna madhambi ya kila sampuli. Sababu ni nini? Sababu ni ulimi. Lakini endapo mwanadamu atauchunga ulimi wake na kuhifadhi ulimi wake, basi afahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamhifadhia mwili wake, siha yake, atamhifadhia maisha yake, atamwepusha na miugomvi wa kila mara, atamwepusha na moto, atamruzuku kupewa dhamana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya pepo,
zote hizi zinakuja kwa kuangalia ulimi. Ndio yale tukatanguliza kusema, mwili mzima hushtaki na kulia kuambia ulimi jichunge sana, ittaqillah fina, muogope Allah kwetu sisi, fa inna nahnu bik in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna, utakaponyooka na sote tutanyooka, kipinda sasa na sote tutapinda. Kwa hivyo kwa haya machache tujaribuni sana Allah subhanahu wa ta'ala azinyoroshe ulimi wetu na aziepushe na uongo na bughdha na machafu na mabaya. Na subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.